akiwa amesimama kwa huyo ambaye anaitwa mwamba. Kwa hivyo tunampa sifa mchana wa leo, heshima zote na utukufu, kwa sababu yeye ni Bwana, na nguvu na uwezo na ushindi na mamlaka ziko na yeye. Tunampa mtukufu mchana mwema. Siku ya jana alituwezesha kuangalia mambo mawili matatu, na kwa neema yake ametuleta mahali hapa tena ili tuendelee kuangazia haya ambayo Bwana ako nayo ni kwa ajili yetu, na tukaweze kuomba, kumshukuru na kumpa sifa na kumwinua na kumtukuza katika jina kuu la Kristo Yesu. Tuombe. Baba, tunasema asante mchana wa leo, kwa sababu ni kweli wewe ndio umefanyika mwamba ambao ndio wa usalama wetu. Wakati wote tunapofikiria jinsi ambavyo unatulinda mchana na usiku, mioyo yetu inakuwa na amani, mioyo yetu inakuwa na furaha, na mioyo yetu inakupa utukufu wote. Tunapoangazia uhai huu ambao umeutia ndani ya mioyo yetu, ili tuamuke tujishughulishe na yale ambao umetuaminia, Baba, tunasema ni asante. Kwa hivyo Bwana, pokea sifa mchana wa leo kwa hii tunuku na kibali hata ya kutuleta katika mahali pa ibada, ili tukaweze kukuabudu, kukusifu na hata kusikia mausio yako na yale ambayo yako ndani ya moyo wako. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu na mamlaka yote. Na kwa hivyo siku ya leo, kama jinsi umekuwa pamoja nasi katika siku ambazo zimepita, hata katika siku ya jana, hata leo kuwa nasi, nena na mioyo yetu katika jina la Yesu. Washa ukashirie Roho wako Mtakatifu akaweze kuhudumia kila moyo ambao unahitaji huduma yako kwa muda na wakati kama huu wa siku ya leo, katika jina kuu la Kristo Yesu, ili Roho wako Mtakatifu ambaye anajua kiini hasa cha haya maisha ambayo umetupa hapa duniani akaweze kuyatekeleza kikamilifu, nasi kwetu ibaki sifa hata utukufu na shukurani kwa jina lako. Ni asante kwa msikilizaji wangu, ni asante mbaliki aliye mbali, aliye karibu, anayepita hata akipata neno moja linamfanya aishi. Bwana, washa sifa sote na heshima na utukufu siwe kwako. Asante kwa timu yote iliyo nyuma yangu, asante kwa kuwezesha kila mtu hata kutupa sauti njema na bora. Washa sifa na utukufu sikaweze kukurudia unapobariki kila mmoja, nani katika jina kuu la Yesu tunaomba na hata kuamini. Pamoja nami sema amen. Sema amen kubwa. Ndio hapo ulipo, sema amen. Amen. Ni vyema kusema amen kwake Yesu, kwa sababu ni wakati wa ibada na tuko pamoja katika ibada. Jina langu ni mchungaji Monica. Nimeokoka mchana wa leo na Yesu Kristo ni Bwana. Ninafurahia ni kwa sababu ni kweli, ni kwa neema tu amenisaidia hata kuwa ndani yake Kristo Yesu, na ninashukuru kwa sababu amenipa tunuku kuzidisha hiyo neema hata kwako na kwa mwingine, ili tukaweze kuendelea kumjua Kristo Yesu. Na dipoza niko na amani na hata nguvu mchana wa leo tunapoendelea katika ibada hata katika hii huduma. Na kwa hivyo nakukaribisha mara tena katika neno la mchana wa leo, ni kwa sababu Bwana ako na jambo ni kwa ajili yetu. Siku ya jana aliweza kuwa akituangazia sisi kama hekalu ambalo analipenda sana, hekalu ambayo anashukua umakinifu wake wote akiwa juu mbinguni kuitizama na kuiangalia. Na tukawa tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wake wa 3 na aya yake ya 16, ambayo ilituuliza swali, ikauliza, je, hamujajua ya kwamba miili yenu ni hekalu na pia Roho wangu anaishi ndani yenu? Na akasema aya 17, naye yeyote ambaye anaharibu
hekalu, naye Mungu mwenyewe ataweza kumharibu. Ni kwa sababu hekalu ni takatifu, na akasema ya kwamba kwa kurudia na kwa kutililia mkazo ya kwamba ninyi hiyo hekalu. Haleluya! Na tukawa tunaangazia hiyo hekalu hata katika kitabu cha Warumi 6 hata aya yake ya 11 mpaka 14, ya kwamba ilituambia ya kwamba na msiache dhambi, ama mkaweze kujihesabu wafu ndani ya Kristo katika dhambi. Na aya 12 ikatuambia ya kwamba sasa msiache dhambi ikaweze kutawala hii miili yetu ambayo ni ya kiasiria, na tusije tukaweza kutii, ndio tusije tukaweza kutii hata nia mbaya ambayo ni ya dhambi, matamanio mabaya ambayo ni ya dhambi, makusudio mabaya ambayo ni ya dhambi. Aya 13 ya Warumi 6 ikaendelea ikatuambia ya kwamba hata tusitoe viungo vya miili yetu ni kwa ajili ya kazi hata ya dhambi, na zisitumike kama vyombo hata za udhalimu, lakini ikatuambia badala ya hiyo tukaweze kutoa viungo vya miili yetu zikaweze kutumika ni kwa ajili ya kazi njema na siwe vyombo za haki. Haleluya! Na hayo ndio tuliweza kuiangazia siku ya jana, na nikasema siku ya leo kwa neema hii ninataka tukaweze kuendeleza na kuiangalia, ni kwa sababu wakati tumejua ya kwamba hii miili ambayo tumepewa hapa duniani ni ya muhimu hivyo kwake Mungu, hakika tutakaa nayo tukijua ya kwamba ako na haja sana na maisha yetu. Wakati mwingine sisi kama wanadamu na utaja wetu tunasemanga ya kwamba Mungu nimempea tu roho, na kwa hivyo ametosheka na roho. Lakini wakati tuliposoma katika hii kitabu cha Warumi 6 na kuanzia aya yake ya 13 ikatuambia ya kwamba na sasa msitoe viungo vya miili yenu. Haleluya! Msitoe viungo vya miili yenu ni kwa ajili ya kazi iliyo baya. Hiyo inatuambia nini? Hiyo nimesema nimempa Mungu moyo, lakini ni kumaanisha ya kwamba Mungu wangu unaweza tenda dhambi, mkono wangu unaweza tenda dhambi, kinywa changu kinaweza tenda dhambi, masikio yangu yanaweza tenda dhambi, na hata sehemu zingine zinaweza tenda dhambi. Na hivyo ndivyo sivyo penye Bwana alitaka, kwa sababu yeye alisema jambo moja ya kwamba kwani hamjui ya kwamba miili yenu, haleluya, hakusema sehemu moja ya mwili wenu, alisema kwani hamjui ya kwamba mwili wako, mwili huu wangu ndio hekalu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, ainuliwe Yesu. Ninaona kila mahali mmeketi, hata nje ya maduka ninawaona. Bwana wabariki sana. Na kwa hivyo anasema ya kwamba huo mwili ulio nao ndio hekalu ya Bwana. Kwa hivyo ikiwa mwili ni hekalu, hata kidole chako ni hekalu, hata kusha lako ni hekalu, hata sikio yako ni hekalu, hata unywele wa kichwa chako ni hekalu. Amen. Kumbuka mahali pengine katika Mathayo anasema ya kwamba ikiwa yeye ni Mungu ambaye hulisha ndege wa angani, anauliza kwa nini unajishughulisha na mengi yasiyo ya faida, na ana make sure ya kwamba ati hakuna ndege anaweza anguka akafa bila yeye kujua. Haleluya! Na anasema ya kwamba hata vile vile hakuna unywele wa kichwa chako unaweza anguka ama ukatoka katika hiyo kichwa bila yeye kujua. Amen. Anasema amefanya hesabu na idadi ya nywele zako. Hebu fikiria uko na nywele gapi katika huo mwili? Hebu jiangalie tu na usijihesabu, kwa sababu unaujua mwili wako. Hebu jihesabu na uangalie. Wengine wako hata nazo katika mikono kama yangu, lakini Biblia inasema
moja ambayo inaweza anguka bila yeye kujua, na ameifanyia idadi, ameifanyia hesabu. Haleluya! Ikiwa kitu ambacho unaweza fikiria ni shabure kama nywele, wakati hata unang'oa kamoja na unaanza kukaangalia, lakini Bwana anaangalia, anasema nimekafanyia hesabu. Je, na mwili huyo mwingine? Amen. Ikiwa nywele ni sehemu ya mwili, ni hekalu ya Bwana. Amen. Ikiwa nywele ni hesabu ya mwili, pia ni hekalu ya Bwana. Na ndiposa anasema usije ukafikiria ya kwamba kunacho kiungo ambacho unaweza mpea Mungu ambacho kitasemekana hiki ndicho kitasafisha mwili sana ukuwe hekalu ya Bwana. Hapana, anataka viungo vyote vilivyo ndani ya mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba leo, sijui kama tusome kidogo katika kitabu cha Proverbs tukaweze kuangazia hizi sehemu, maana kuna wakati ambao Suleimani hata yeye alishangazwa na haya maneno, na alipoketi akaanza kuangalia, na Bwana akawa na maswali kwa Mungu. Lakini nashukuru Bwana wa mbinguni kwa sababu hakumfisha hata habari ya huu mwili. Akamwambia, sikiliza Suleimani, kunayo mambo ambayo mimi nashukia, kunayo mambo ambayo mimi nashukia. Na akaweza kumwambia Suleimani, hakumfisha, akamwambia haya mambo ambayo yako katika huu mwili mimi ninayashukia. Praise the name of the Lord. Akamwambia Suleimani ya kwamba haya mambo ninayashukia. Naye uzuri wa Suleimani hakuyanyamazia, akayashukua na akayaandika, na akasema haya ni mashukizo mbele za Bwana. Na ndipo tunaweza yaangazia kidogo siku ya leo, kwa sababu Mungu anaposema ya kwamba hii mili ni hekalu, yeye anashikilia kwa neno lake na anaweza kuitafsiri kwa wingi wa neema yake. Na kwa hivyo hakuna kitu unaweza mdanganya nacho ama useme ya kwamba hapo sikujua. Anaelewa na anaelewa kabisa. Katika kitabu cha Methali 6 na yake ya 16, haleluya, in the book of Proverbs 6 and chapter 6 and verses 16, the Bible says, there are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him. Haleluya. Anasema kunayo mambo 6 ambayo Bwana anayashukia, na hata mambo ya 7. Anasema nini? Anasema ya kwamba kuna vitu 6 vinavyoshukiza Bwana, naam, viko 7 vilivyoshuki kwake. Anaanza sasa kuhesabu zile vitu ambazo Bwana anashukizwa nazo, alafu anasema ya kwamba aya ya 17, macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbia kwa maovu. Haleluya. Shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Haleluya. Ningetaka tukaweze kuangazia haya mambo, kwa sababu Mungu anatafsiri neno lake na neno lake. Anasema ya kwamba kunayo mambo ambayo ni 6 ambayo Mungu anayashukia. Alafu akaongeza, Mungu akamwongezea, akamwambia hata sio 6 tu, hata ni 7, ya kwamba alikuwa anaangazia sehemu za mwili. Praise the name of the Lord. Alikuwa anaangazia sehemu za mwili, amen, ambazo tuliona jana tukiambiwa tusije tukasipeana kati
atasema hataki hii. Alitaja kiungo kimoja, akasema hataki masho iliyo ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tumekuwa hapa, tumesomeshwa mengi kuhusiana na masho ambayo ni ya kiburi. Amen. Na hivyo ndivyo anatuambia mchana wa leo ya kwamba Bwana anashukia kutoa masho yetu kuwa ni ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Masho hiyo yako uliyo nayo ni sehemu ambayo ni hekalu takatifu ya Bwana, na kwa hivyo wakati unapotoa hiyo masho yakaweze kuangalia mambo hayo, mambo yakiingia ndani ya moyo, kwa sababu kile masho yanaona haraka sana yanakituma katika akili, nayo akili inakituma katika moyo, na kwa hivyo kikiwa ni kitu kizuri ambacho masho imeona inafanyika ni kitu cha haki na inainua haki ya Mungu. Lakini kama masho yako yanaona mambo yanapeleka kwa akili, na hayo mambo ni mambo mabaya, na masho yanafutiwa nayo, na yanapenda kuyaangalia, yanapenda kuyaangazia, yanapenda kushinda nayo, washa nikwambie, hayo mambo yakishafika kwa akili yanarudi yanaingia kwa roho, nayo yanashafua mwili ambao Bwana anasema ni hekalu lake na ni hekalu takatifu, na anasema ya kwamba wa hapa duniani anataka huu mwili ukaliwe na roho wake. Roho wake atakaa aje hapo? Na wakati tunakaa na masho yetu ni kwa sababu ya kiburi cha masho. Kila wakati inatuambia ya kwamba fungua Facebook, hebu angalia vile mambo ya dunia yanaendelea. Unakuta mtu ameketi chini, lakini yako kwa Facebook, mwingine amekaa kwa gari, ako katika Facebook. Ukiangalia kile ambacho anaendelea kuona pale, masho inamfutia kwa mambo yaliyo mabaya. Mwingine anaangalia vile watu wanafanya usherati, mwingine anaangalia vile watu wanauana, mwingine anaangalia vile watu wanatusiana, mwingine anaangalia vile watu wanafanya mitindo ambazo ni mitindo za dunia. Na kwa hivyo masho, kiungo ambacho kinastahili kutakaza mwili, kinashafua mwili ambao ni hekalu ya Bwana. Bwana alisema siku ya jana, hekalu yake ni takatifu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hiyo hekalu yako ni takatifu, washa masho yako yawe matakatifu. Ikiwa hekalu yako ni takatifu, washa masho yakuwe matakatifu. Mambo ambayo tunayaona na masho ndiyo yanafanya mwili wetu ushafuke sana. Katika shamba la Edeni, Biblia inatuambia Eva alipoangalia lile tunda, sio tu kuambiwa na kusikia, alipoangalia akaona ni nzuri. Amen. Na linafutia. Ndio masho kila wakati nakwambiaka kitu cha dhambi ni kizuri na kinafutia. Amen. Lakini leo ukiweza kufunga masho yako kwa mambo yasiyo ya haki, mtakuwa pamoja na Mungu. Tukaulizwa swali jana, ni kwa nini tunasema Mungu hayuko? Ni kwa nini tunasema Mungu hatujibu? Ni kwa nini tunasema Mungu haoni? Mungu anaona kila kitu. Amen. Lakini anataka wewe ukuwe na wakati wa kutubu na ukaweze kumletelea. Masho ndio kitu kimoja kinatuondoa bali ama kinatuweka bali na Roho wa Mungu ambaye ndiye alipewa kazi ya kukalisha hekalu ya Bwana. Biblia inasema ya kwamba Mungu anashukia kiungo kingine ambacho ni kizuri sana, lakini kikifanyishwa kazi iliyo baya Mungu hapendi hata kidogo. Anasema ulimi udanganyao. Ulimi ni kiungo. Praise the name of the Lord. Ulimi ni kiungo kiko katika hekalu ya Bwana ambayo alituambia jana, na kwani hamujui ya kwamba hizi mili ni hekalu ya Bwana. Amen. Anasema kuna kiungo kingine kiitwa ulimi. Ulimi. Uko na ulimi wako, hebu waambie ulimi, sikia nikuambie, wewe ni kiungo cha haki, wewe ni kiungo
kuonyesha utakatifu. Ulimi wewe sio kiungo cha kutumika katika uongo. Biblia inasema ya kwamba akamwambia Suleimani, ninashukia ulimi wa uongo. Na hivyo ndivyo anatuambia tusitoe sehemu za miili yetu, ni kwa ajili ya kufanyika vyombo za kazi ambao hazimpendezi Mungu, lakini tutumie viungo hizo kwa kazi inayompendeza Bwana. Ulimi unaopoutumia katika udanganyifu, huo ulimi unakuwa haumpendezi Bwana, na hiyo ndio inatoa roho wa Bwana katika hekalu. Na unaanza kujiuliza, ni kwa nini mimi sionagi Mungu? Ni kwa nini mimi sionagi Mungu? Utaona Mungu aje ikiwa ulimi wako ni ulimi ulio wa fitina, ni ulimi ulio wa shuki, ni ulimi ulio wa udanganyifu. Washa nikwambie, fitina, wivu, shuki, kelele, marumbano, hiyo yote inatokana na kitu kimoja, kinaitwa ulimi wa udanganyifu. Wakati ndani yako kuna kudanganya, hapo ndipo utapata kuigererosha gekengenyo hauna hale mutungagira karogano hauna hale anayoro gidadeka wega nokambereria guthugunda maundu makumwareria. Amen. Lakini wakati unatengeneza ulimi wako na unauambia wewe ulimi hautatumika kwa hii kazi, wewe ni hekalu. Amen. Sasa utaniambia ulimpa Mungu moyo. Ulimpa Mungu moyo ya nini? Ikiwa ulimpa moyo na wewe ukabaki na ulimi ambao ni wa kudanganya, ukiona mchungaji unamdanganya, ukiona rafiki yako unamdanganya, ukiona mke wako unamdanganya, ukiona mume wako unamdanganya, ukiona msichana wa wenyewe unamdanganya, ukiona watu wa kijiji unawadanganya, ukiona watu wa kanisa unawadanganya. Mungu hataki hivyo. Anataka temple that is sacred unto him, hekalu ambao ni takatifu kwake. Anasema ya kwamba ulimi ni kiungo. James anatuambia ya kwamba ni kiungo kidogo, lakini kinakaa kama mshale wa kiberiti. Kikiwashwa tu hivi kinashoma hata msitu, hata area, hata mahali pakubwa sana. Ulimi wa uongo Bwana anashukia, kwa sababu uongo hushoma. Uongo ndio hushomea. Tunasemaga ni wacha kunishomea. Unanimshomea kwa nini? Unamshomea ukitumia hiyo ulimi. Unashoma kila kitu. God bless us tonight, kwa sababu anataka ulimi wetu ukuwe kiungo ambacho kinapendeza, kwa sababu ni sehemu moja ya hekalu yake. Anakamwambia Suleimani ya kwamba ninashukia mikono ambayo inamwaga damu isiyo na hatia. Haleluya! Na kwa hivyo hakuna vile utampa Mungu moyo alafu ukose kumpa mikono yako. Tuliona akituuliza swali, ni nani anaweza kaa katika mlima wa Bwana? Na Biblia ikajibu ikasema ni yeye aliye na mikono misafi. Na tukaona kazi ya mikono misafi ni mikono ambayo inakumbatia wanyonge, ni mikono ambayo inainua wasio na nguvu, ni mikono ambayo iko tayari kusaidia huyo mwingine, ni mikono ambayo iko tayari hata kushikilia mwingine, ni mikono misafi. Sio ile mikono ilikuwa na Mafarisayo ambayo alikuwa anapeana hiki na anatangazia ulimwengu, ona nimemsaidia. Haleluya! Biblia inasema wakati uko na mikono misafi, hata ukisaidia mwenzako haitajulikana, na kama itajulikana ni ile ya kumpa Mungu tukufu na heshima na mamlaka, ni kwa sababu ni yeye amekusaidia. Bwana anataka mikono ya huruma, mikono ambayo inaweza fariji mtu, mikono ambayo haina damu. Biblia inasema mnapokuja kwangu ninawaangalia mkiniinulia mikono, naona imejaa damu. Imejaa damu kwa nini? Ni kwa sababu anakuona ukiwa muuaji, ananiona nikiwa muuaji.
muuaji, kwa sababu Biblia inasema hata ukishukia mwenzako wewe ni kama muuaji. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Anashukia mikono imwagayo damu. Mikono ni sehemu ya mwili. Anasema kwani hamjui ya kwamba ninyi ndio hekalu yangu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu? Hataki hekalu ambayo iko na mikono michafu, mikono ambayo imejaa damu, mikono ambayo imejaa pesa za wizi, kwenye uliweza kumwaga wengine damu ndiposa upate. Hataki hivyo. Haleluya. Amen. Anasema hataki hivyo, na tena akasema ya kwamba hataki kitu kingine, hataki moyo. Praise the name of the Lord. Hiyo moyo unaniambia mchungaji, unajua mimi nimempa Mungu moyo. Hiyo ndio ushuhuda mkubwa sana tunakuaga nayo. Moyo wangu nilimpa Mungu. Lakini unapompa Mungu moyo sehemu zingine siko kwingine. Mungu anataka wewe ukiwa mzima pamoja na sehemu zako. Anasema hataki moyo. Ni kwa nini Mungu anachukua wakati kwanza kutuhesabia viungo za hii mwili? Ni kwa sababu anataka hizo viungo zote zitumike kwa kazi iliyo njema. Anasema hataki moyo ambao unakusudia maovu. Na ndio nilikwambia ya kwamba macho inapoona, masikio inaposikia, na ipelekea akili na inapeleka kwa moyo. Haleluya. Wacha nikwambie jambo moja, your heart. Hapo ndipo kotini. Kotini ya mwanadamu inakuwaga ndani ya moyo, kwa sababu ndani ya moyo hapo ndipo muamuzi wa kila aina unafanyiwa. Ukuwe mzuri, ukuwe mbaya, uamuzi wa maisha yako yote, uamuzi wa mambo imekuzunguka yote unaamuliwa katika moyo. Mungu ukisikia ushungu upelekea kichwa, unaingiza ndani ya moyo, unasema na nimedubwa sana, na nimekwaswa sana, na ndiposa unaambiwa moyo ambao unabuni maovu, moyo ambao unabuni shuki, moyo ambao unabuni kukwasa wengine, moyo ambao unabuni wizi, moyo ambao unabuni fitina, moyo ambao unabuni mambo yasiyo ya Mungu. Kabla mtu aashe Mungu, anajiuliza ndani ya moyo wake, faida ya huyu Mungu kwangu ni nini? Unaanza kuhesabu, unaanza kuweka takeaway badala ya kuweka plus. Hebu ondoa takeaway. Kwa Mungu hakuna takeaway. Kile ambacho anakuambia take away ni dhambi. Haleluya. Washa kwanza kuhesabia Mungu haukufanya hivi, na ni kwa sababu ya hiyo I'm taking you away. Anza kumwambia whether you did it or you did not do it, today I'm taking you and I'm taking away sin, and I'm saying you are a plus to me. Hallelujah. Amen. Hataki huo moyo ambao unaanza kumuondoa. Nashukuru Pastor Irogo wako pamoja nasi mchana wa leo. Kuna siku alituhubiria hapa akatuambia ni sisi tunaondoa Mungu. Why are you taking God away? Washa kumtoa. Ondoa hiyo alama ya minus kwa Mungu. Washa ukaweke alama ya kuongeza. Ya kwamba katika mambo yako yote kile ambacho ninaongeza ni Mungu, kwa sababu anasema ya kwamba huu mwili ni hekalu yake, na nikimwongeza kama hivyo, I'm telling you, lazima nimuone. Tuliona siku ya jana watu ambao watatembea na Mungu hata wakiwa katika majaribu, watawakute majaribu ndiyo haya yaone kama vile sanduku la agano lilipoonwa na Yordani, kwa sababu lilikuwa limebeba Mungu, maji yalianza kurudi nyuma. Mungu hivyo ndivyo anataka. Anataka shida zako zirudi nyuma, zikuondokee, sio wewe uondokee shida. Kwa sababu gani? Wewe ndiye hekalu ya Mungu.
la mauti. Hapo nikiwa na Mungu niko salama. Kwa nini leo unaogopa? Inapofika ni mashida, umesahau kwenye ulimtupa Mungu, ulisahau wewe ni hekalu ya Mungu. Ndiposa tunakaa ati huwezi ukakaa peke yako. Kama wewe ni mama, lazima ukuwe na sponsor, lazima ukuwe na mume wa kado, na kama hata kubali utaenda uibe wa wenyewe. Kama wewe ni mzee, lazima ukae na mwanamke mabosi mke wako. Ni kwa sababu unataka ati mtu wa kukufariji, ati mtu wa kukushikilia, ati mtu wa kukufurahisha. Kwa nini haujajua wewe ni hekalu ya Bwana? Hizo vitu hazitakusaidia. Kile ambacho kitakusaidia ni kuwa na Mungu. Na wakati hisia za mwili zinainuka, Mungu atasiambia, be silent and be quiet. Yes. Anasema anashukia huo moyo ambao unamuwaza mabaya. Wakati unaona kwamba Mungu hakuwezi, wakati unaona Mungu hawezani na shida zako, huo ndio huo moyo ambao unawaza mabaya. Anasema anashukia miguu ambayo inakimbia kwenda kufanya maovu, miguu ambayo haitulii. Kunayo miguu ambayo haitulii, mchana na usiku haitulii, inakimbiaga iende ikafanye maovu. Kuna miguu ambayo ikisikia na hapa ndipo kuna Yesu, inakimbia na hapo iende ikaangalia ni Yesu wa namna gani. Inasahau ni hekalu, na ikiwa ni hekalu inakaa na Mungu Baba, inakaa na Mungu Mwana, inakaa na Mungu Roho, na kwa hivyo haitakuwa inatembea. Ikisikia kuna Jehova Wanyonyi, inakimbia kuangalia Jehova Wanyonyi ni nani. Ikisikia kuna mganga, inakimbia kuona mganga ni nani. Ikisikia kuna mwadui, watu wanapigana nje, haikimbii kusaidia, bali inakimbia kwenda kuona ni akina nani wanapigana, ili iongeze moto, iongeze magombano. Bwana anasema miguu. Haleluya. Amen. Swali, unaniambia umepea Mungu roho, miguu nayo ilienda kufanya kazi gani? Hebu jiulize hiyo swali. Ilikimbia kwa wanawake wa kado, miguu ilienda kufanya kazi gani? Ndio nimempa Mungu moyo, lakini miguu yangu ndio inakimbia kwenda kupiganisha wadugu na wadada. Anasema he had dissension. Anachukia wale watu ambao wanaleta mgawanyiko katikati ya madugu na madada, katikati ya kanisa. Wewe ndio unakimbia kwenda kusemana, kwenda kupeleka juko. Harikiwa kuna neno lilisomwa juzi katika TV ya Kikuyu inaitwa Inoro. Ati Mungu ni Mugai ni amenete andu aria mari amuhahe, andu amuhahe. Na matengera ya gutwara muhahe na magoro. Lakini mkikutana kwanza anaanza ushuhuda. Unajua mimi nimeokoka na Yesu ni Bwana, na hata nilikuwa nafika na hapa kwa sababu niliona mama fulani amekuwa na hii shida na hii shida, na ndio nilikuwa nafikiria twende tukaongea na mama mwingine na baba mwingine na mzee wa kanisa na mzee wa kijiji na mama wa Itora, ndio tuone vile tutamsaidia. Lakini sio hivyo, anataka tu wote wajue. Mungu hataki miguu hiyo ambayo inakimbia sana kwenda kufanya maovu, ambayo inakimbia sana kwenda kufanya udhalimu. Daudi alikuwa anajiuliza wakati amelaliwa na maadui zake na amejifisha ni kwa sababu ya uzito wa vile maadui wamemlemea, ako chini ya miamba, anauliza Mungu, ni lini nitaona miguu yangu ikienda patakatifu pako, iende ikakuabudu? Haleluya. Mungu anataka miguu yako ikuongoze uende patakatifu, uende ukamwabudu Mungu. Hiyo ndio sehemu ambayo Bwana anataka kutoka kwa miguu yako. Wakati unakuja kazini, unafanya kazi iliyo nzuri, Bwana anapendezwa na hiyo. Wakati unaenda mahali kutembelea wale ni wanyonge, kuinua wale ambao wameshishika,
tuombeane. Pastor, hujamaliza? Sijamaliza, nimebakisha kidogo. Kubali tu nimalize. Amen. Nimemaliza. Mungu awabariki sana. Wacha tuwe hekalu ya Bwana ambao ni takatifu, ni kwa ajili ya Bwana. Alisema ya kwamba kani hamujajua ya kwamba nyinyi ni hekalu, na ni hekalu ambao ni yangu, na Roho wangu anakaa ndani yenu. Bwana anataka tuwe hiyo hekalu. Kwa hivyo usitoe sehemu za mwili wako ukisema Mungu haoni. Si nilimpa moyo, hataki moyo, anataka mwili wako. Na ndio tulisoma jana, inasema basi tukufe hizi mili kwa mambo yaliyo ya dhambi, kwa masuala yaliyo ya dhambi, na tukaweza kufufuka na kuishi pamoja na Kristo. Na nekiore uvaro watu wanawaterere tindie doraga none mwadani. Washa Bwana ishi ndani yako, washa Bwana ishi ndani yangu, na tutatengeneza hii dunia yetu. Kenya yetu itatengenezeka katika jina la Yesu. Nataka tuombe katika jina la Yesu. Washa tukaweze kufumba macho. Bwana akitusaidia siku ya kesho, hebu anza kutayarisha mwili wako, mawazo yako, roho yako, miguu yako, kila kiungo kilicho ndani na nje kiwe hekalu, na kesho tutaombea hiyo hekalu katika jina la Yesu. Baba, twasema asante, ni kwa sababu ya neno lako, kwa sababu limeimarika huko juu mbinguni, na hivyo hivyo hapa duniani uliliashiria ili limalike na likaweza kutawala nafsi zetu na maisha yetu na miili yetu, ili vile ambavyo uliona vyema tuwe hekalu kwako hata tukiwa dhaifu, lakini ukasema naye Roho wako atakaa ndani yetu ili atutie nguvu, udhaifu uondoke na hata nguvu zikaweze kuonekana. Hivyo tunaomba siku ya leo, washa ikawe hivyo kwetu. Tuondolee mawazo mabaya ambayo yanatupeleka katika dhambi. Takaza viungo zote za huu mwili ili zikaweze kukupendeza katika jina la Yesu. Bariki kila mmoja ambaye amepata ujumbe, na hata utakapokuwa ukiendelea kuenea, washa neema yako iwe juu ya kila mmoja na juu ya kila roho, as we surrender ourselves unto you. In the mighty name of Jesus we pray and we give thanks. Let us say amen. Amen. God bless you. God do you good.